Na mtazamaji wa UKTV Tanzania, ni kujuze kwa kifupi taarifa kutoka Radio Vatican zikizungumzia kuhusiana na maisha pamoja na kifo cha Papa Francisco kilichotokea leo tarehe 21 Aprili 2025. Muda mfupi uliopita, Kardinali Kevin Joseph Fales ambaye ni Camelong alitangaza kwa masikitiko kifo cha Baba Mtakatifu Francisco kwa maneno haya, akisema: kaka na dada wapendwa, ni kwa huzuni kubwa ya kwamba sina budi kutangaza kifo cha baba yetu Mtakatifu Francisco kilichotokea majira ya saa 1:35 asubuhi ya leo, siku ya Jumatatu, Aprili 21, 2025. Askofu wa Roma Francisco alirejea nyumbani kwa Baba. Maisha yake yote yaliwekwa wakifu kwa huduma ya Bwana na kanisa lake, na alitufundisha kuishi maadili ya Injili kwa uaminifu, ujasiri na upendo wa ulimwengu wote, hasa kwa kuwapendelea maskini zaidi na waliotengwa zaidi. Kwa shukrani nyingi kwa ajili ya kielelezo chake kama mfuasi wa kweli wa Bwana Yesu Kristo, tunaiweka roho ya Papa Francisco kwa upendo wa huruma usio na kikomo wa Mungu mmoja na wa Utatu. Ilikuwa ni majira ya saa 3:47 asubuhi hii ambapo Mwadhama Kardinali Kevin Joseph Fales, Camelong wa kanisa takatifu la Roma, alitangaza kwa masikitiko makubwa kifo cha Papa Francisco kwa waandishi wa habari. Ikumbukwe Papa Francisco amezaliwa mwaka 1936 na amefariki dunia mwaka 2025 akiwa na umri wa takriban miaka 89. Kufuatia kifo hicho, viongozi mbalimbali ulimwenguni wametoa salamu za lambilambi, ambapo ikulu ya White House imetoa salamu za lambilambi kwa kifo cha Papa Francis, ambapo ni chapisho lililowekwa kwenye mtandao wa X. Chapisho hilo limesema kuwa pumzika kwa amani Papa Francis. Chapisho hilo pia limeambatanisha na picha mbalimbali, ambapo Papa Francis amekutana na rais wa Marekani Donald Trump pamoja na mke wake Melania Trump, na picha nyingine ni ya Papa Francis akikutana na JD Vance hapo jana. Rais wa Tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema ya kuwa aliongoza mamilioni mbali zaidi ya kanisa Katoliki kwa unyenyekevu na upendo wake safi kwa wasiojiweza. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi yeye amesema kuwa ameumizwa sana na kifo cha Papa Francis. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk amekumbuka Papa Francis kama mtu mzuri na mchangamfu, ambapo rais wa Misri Abdul Fattah al-Sisi yeye amesema kuwa Papa Francis alikuwa sauti ya amani, upendo na huruma. Mtazamaji, endelea kutufuatilia kwa taarifa hizi na nyingine nyingi. Tutaendelea kukujuza kutoka hapa UKTV Tanzania. Kumbuka kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok na YouTube. Pia tunapatikana kwa jina la UKTV Tanzania. Tufollow ili uwe mwanafamilia wetu, subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa hizi. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Na heri ya maadhimisho ya Pasaka yanayoendelea. Mimi nataka, bila shaka mmeshasikia, pata habari hizo za kusikitisha ambazo zimerushwa tayari na vyombo mbalimbali vya mawasiliano, lakini angalau mimi binafsi, hiyo ni habari inayonihusu mimi kama kardinali. Nimepata taarifa hiyo rasmi kwamba leo majira ya saa 1:45 asubuhi Baba Mtakatifu Francisco amerudi nyumbani kwa Baba. Nishaandikwa na watu mbalimbali, lakini hiyo naisema rasmi, na kwa sababu hiyo nikiwaalika wote wana jimbo kuu la Tabora tuingie katika hali hiyo, kwanza ya kumwombea huyo ambaye ametuongoza kwa muda wote huo tangu alipochaguliwa kuwa Baba Mtakatifu mwaka huo 2013 na mpaka sasa hivi leo asubuhi alipoitwa kwa Mungu wake.
Tumuombee pumziko la milele na tuliombee kanisa letu libaki imara katika huu umoja ambao tumesisitiza daima, na hasa tukiombea sasa yanayokuja baadaye, kuombea makardinali ambao sasa wanaitwa kwenda huko Roma kwa ajili ya kuja kuingia kwenye vikao mbalimbali na baadaye kwenye uchaguzi wa Baba Mtakatifu ambaye ataliongoza tena kanisa letu Katoliki. Kumbe niwaombe tuwe wote katika hiyo hali ya msiba, ndio, lakini hasa ya maombi na kuliombea kanisa letu tunapomwombea huyo Baba Mtakatifu ambaye Mwenyezi Mungu amemuita nyumbani kwake. Tuwe imara na tusiyumbe, na tuwe tayari daima kuyasikia hayo ambayo ni sauti ya Mwenyezi Mungu ambaye ndiye inatuongoza, na tukaombea wote ambao wanashiriki katika mambo mbalimbali na hasa kuhusiana kuliongoza kanisa hili kwa muda huu wa mpito na baadaye muda huo ambapo atakuwa amepatikana tena Baba Mtakatifu mwingine. Kumbe kuanzia kesho na waomba mnaosali tafadhali hata kwenye makanisa yetu tuwe na nia hiyo, kwanza kumwombea Baba Mtakatifu, alafu tunaliombea kanisa letu, alafu na kuombea vile vile yote atakayokuja baada ya hapo. Na sasa tusali sala ya Baba yetu aliye mbinguni kwa nia hiyo ya kumwombea Baba Mtakatifu aliyotutoka. Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usinyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amin. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amin.